Karibu katika tathmini ya dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, mchezo baina ya kikosi cha Namungo FC ambao wao ni wenyeji wa kiwarika wekundu wa Simba, mchezo ambao uraanza toka majira saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki katika uwanja wa Majaliwa Stadium Korokea Ruangwa, ndiko ambako mchezo huu utakwenda kupigwa. Ni mchezo wa mwisho kwa mnyama mwituni akicheza katika mwezi huu wa 4 mara tu baada ya mchezo huu kutamatika. Simba hawatakuwa na mechi katika mwezi huu wa 4, bali wataifunga safari kuelekea visiwani Zanzibar katika ushiriki wao kwenye michuano ya Kombe la Muungano Cup 2026. Dhamira kubwa ya mnyama ni kuhakikisha kwamba analitoa taji la NBC, lakini pia ushiriki wake katika michuano hiyo ya Kombe la Muungano anahitaji kulitoa na kuifanya timu yake kuwa katika uimara, ubora, uweredi na mengi zaidi pia hii yaliyotukuka katika nafasi hiyo. Bara kikosi cha wekundu wa Simba team imedhamiria kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba makubwa na mengi ambayo yanahitajika yanaweza kuonekana katika nafasi hiyo. Coach Steve Baka mechi hii ameridhia kuhakikisha kwamba anapata matokeo mazuri licha ya kwamba ni mchezo mgumu zaidi ambao anakutana na wapinzani wagumu kuanzia kwa kocha wake Juma Ramadhan Mgunda, lakini this match ni moja ya mechi ambayo tuna expectation kubwa ya kuidazama ya kumtazama mnyama akifanya makubwa na mengi ambayo pia yametukuka katika nafasi hiyo. Probably mechi Simba inawakosa wachezaji wawili tu kwa maana ya Arasane Kante ambaye yeye anakosekana kulingana na majeraha ambayo yanamkumba katika nafasi hiyo, lakini pia mchezaji wa pili anayekosekana katika mchezo huu ni mwamba Nixon Kibabage, mzee wa kujitutumua, ikiwa ni wakati ambao anauguza jeraha lake la kidole cha mguu cha mwisho katika nafasi hiyo baada ya kupata itirafu kidogo zaidi. So hao ndio nyota wawili ambao wanakosekana katika mchezo wa Traj. Wakitazama performance ya mnyama kwa michezo yake miwili ya mwisho, Simba amekuwa na performance nzuri zaidi na michezo yake yote ameibuka na ushindi. Hata ukitazama mechi yake ya mwisho ametoka kuwakanda miamba ya Fountain Gate mabao 3-0 katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. So mnyama kuna namna ambavyo timu inaonekana kuwa katika sehemu nzuri zaidi ya kufanya makubwa na mengi ambayo wanataraji kuyafanya, ikiwa ni moja ya mahitaji makubwa na mengi makubwa ambayo tayari pia yapo mezani zaidi. Probably tuanze kutazama kikosi cha wana Runyasi, wachezaji 11 ambao wanapata nafasi ya kuanza kutokea kunako mitaa hii ya Unyamani. Moja ya wachezaji ambao wanaanza katika mchezo huu katika mfumo wa 4-3-3 ni kikosi ambacho kina Jibril Akasar Tanja ndiye ambaye anaanza katika mchezo huu kama goalkeeper. Then beki namba 2 ni nahodha Shomari Kapombe, huyu pia anarejea kwenye kikosi baada ya kukosekana mechi iliyopita kwa upande wa mnyama mwituni Simba Sports Club akicheza dhidi ya Fountain Gate. Then 3 ni Anthony Mrigo, Anthony 6 but Mrigo ndiye anacheza kama beki namba 3, na moja kwa moja kutazama moja wachezaji ambao wapo katika sehemu ya utimamu imara na ubora mkubwa zaidi uliotukuka. Then mabeki wawili wakati tupo na Rushain Standard Delok akicheza kama beki namba 3, wakati ambao mabeki wawili wakati kuna Rushain Standard Delok akicheza sanjari na Ismail Ture, ndio mabeki wawili wakati ambao tutakwenda kuwatazama kutokea kuna mitaa ya Unyamani. Namba 6 yupo Yusuf Kagoma, kiungo katiri, kiungo bamia, ndiye ambaye anacheza kama namba 6 katika mchezo huu kwa mara ya holding midfielder, kiungo mgabaji, kuhakikisha kwamba anaifanya timu yake inafanya vizuri na inacheza kwa uweredi mkubwa zaidi na ubora mkubwa pia. Then tukija katika upande wa namba 7 yupo Ribase Gay Ramine Yamar wa Simba, ndiye ambaye
anacheza katika nafasi hiyo, moja top quality player ambaye tunamtazama katika nafasi hiyo. Then nambari 8 tupo na Jospin Roemba ndiye ambaye anacheza kama namba 8 box midfielder, kiungo mchezeshaji. Namba 9 ni Selemani Mwalimu bado anatumainiwa kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa kufanya vizuri na kufanya makubwa zaidi. Involvement yake ni mabao 8 mpaka sasa, amefunga mabao 6 huku akiwa ametoa assist ya mabao 2. Performance yake as well up to now ni moja sasa ambao amekuwa na performance nzuri zaidi katika nafasi hiyo. Then tukija katika upande wa namba 10 ni Krotos Chota Chama, Triple C Mwamba wa Rusaka ndiye ambaye anacheza kama namba 9 kwa kisa ya kwamba timu inakuwa katika uimara na ubora mkubwa zaidi katika safu ya ushambuliaji na kuifanya Simba Sports Club kufanya makubwa na mengi ambayo pia yametukuka katika nafasi hiyo. Then upande wa namba 11 anahitimisha Anset Alain Oura ndiye ambaye anahitimisha idadi ya nyota 11 bao wanakuja kufanya vizuri na kufanya mengi makubwa ambayo yanahitajika kutokea kunako mitaa hiyo ya Unyamani. So hao ni sehemu ya nyota 11 ambao wanakwenda kuanza upande wa kikosi cha kuna Simba. Lakini tukitazama upande wa miamba ya Namungo FC, ni moja tu ambayo imekuwa na wachezaji wazuri wenye experience ya hali ya juu, kuanzia kwa goalkeeper Jonathan Nahimana ni moja makipa ambao amekuwa na ubora mkubwa zaidi, lakini pia ukiwatazama wachezaji kwenye kikosi hicho akina Hashim Manyanya ni moja wachezaji ambao kiukweli wamekuwa na uwezo mkubwa, akina Geoffrey Julius Ruzendaze, akina Fabrice Ngoi Wangoi, wakitazama akina Hamis Harifa Nyenye ni wachezaji ambao wamekuwa na uwezo mkubwa, akina Abdumar Kiswanya ni moja wachezaji ambao wamekuwa na experience nzuri zaidi, lakini pia ukitazama wachezaji kama Jacob Raymond Masawe pia ni moja wachezaji ambao wamekuwa na experience na uwezo mkubwa zaidi katika nafasi. So upande wa Namungo ukitazama sehemu ya usaji wao kimjumuisha kocha wao Juma Ramadhani Mbunda ni moja ya timu ambayo imejizatiti na ni moja ya timu ambayo imekuwa katika top class na top performance ya hali ya juu. Tusubiri tuone 90 zitakuwa ni za aina gani upande wa mnyama mwituni kwa kikosi ambacho anaingia nacho dhidi ya miamba hii ya Namungo FC. Maoni yako ni muhimu, lakini pia ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza usahau kusubscribe na kuanza kurufaika na kuzipata taarifa na update za moja kwa moja. Mchezo wa NBC Simba dhidi ya Namungo ni nani wanamtakia ushindi? Saa 10 kamili Majaliwa Stadium ndio ambako mchezo utakuwa unapigwa.